tupo msibani, lakini tunafahamu kwamba wewe ni msanii na sasa hivi kazi yenu ya Noma imeisha. Kwanza tuanzie hapa, mmekuja watatu, wewe na Wanda na Adam. Urafiki huu ni umetengenezwa mara baada ya kuonana kwenye kazi ya Noma, ndio maana mpo wote watatu ama tusemeje? Swali hilo unajua mpaka leo pia nimetoka kuulizwa na watu wa Azam. Unajua huu rafiki haukuwepo tu hukuja tu kwa sababu ya Noma. Mimi na Wanda ni watu ambao tunajuana kitambo sana, na hii sio kazi yetu ya kwanza, tumekutana toka kwenye connection. Adam ni mtu ambaye nilikutana naye kwenye Mzani wa Mapenzi. Alafu nikatokea tu mshikaji kuona kama mimi na yeye kama vinaendana hivi, unajua. So kwa hiyo ni mtu ambaye tulikuwa tukiongea sana. Kwa hiyo hata lilipokuja swala la Noma, nilikuwa leo nikisema na watu wa Azam, mimi na Wanda ni watu ambao tumefanya casting kubwa sana kwenye Noma. Watu kwanza ile hawalijui. Mimi na Wanda, bosi Adam na baadhi ya watu tulikuwa tunafanya vikao vingi sana vya kufanya casting ya Noma. Kwa hiyo sio nzuri kutajiana majina. Baadhi ya casting nyingi sana tulizifanya mimi na Wanda na bosi Adam kwenye hiyo Noma. Umeona? Kwa hiyo watu ambao tulikuwa tukifanya uchaguzi ambao hawa tutakuwepo, tulikuwa tunajijua kabisa kwamba hawa tutakuwa kitu kimoja. Lakini kikubwa zaidi kwenye maisha tunayoishi hakuna ambaye alokamilika. Umeona? Kila mtu ana kasoro yake. Uzuri kubeba mapungufu ya mtu. Yaani mimi nishajua wewe una mapungufu 1 2 3, umeona ya kwako hayo mengine ya kwako, lakini wewe ni sehemu ya ndugu na jamaa kwangu. Kwa hiyo tunaishi kwa pamoja. So kila mtu sisi tuna mapungufu yetu. Tungechukua yale mapungufu leo tusingekaa hivi. Lakini kila mtu anapuuza yale mapungufu yalokuwepo na tukabaki kwa moja. Leo hii tumekuwa timu moja. Yaani sisi tunashikana sana. Yaani sio kwenye Noma, hata nje ya Noma. Na ndio maana unakiona kwa mfano tulikuwa tukirusha scene za Noma tukiwa watu 4, watu wanaenjoy sana kuona. Sisi urafiki hauko ndani ya set, tuko ndani ya nje ya set. Kwa hiyo tunaongea vitu vingi, vitu vingine havipo hata kwenye script. Tukiwa set tunaviingiza. Kwa hiyo unajikuta unafurahia kile kitu ambacho kama ndio maisha ya washikaji wanavyoishi. Lakini leo ningekuwa Hemedi anajiona mkubwa kuliko sisi, anaona hawa vijana nimewapita, siwezi kuongea nao chochote, tusingeifikisha pale Noma. Labda mimi ningekuwa najiona niko top na Wanda top, leo hii tusingemuona Adam kasogea hapa alipo. Lakini sisi wenyewe kwanza tulimuona Adam ana kipaji, lakini tukajishusha kati yake, tukawa mshikaji wetu. Yaani asiwe mnyonge, sogea hapa tulipo, kwamba sisi labda tunaona sisi tuko hapa, njoo sogea hapa, push, na unachokifanya unafanya kizuri, badilisha hichi, badilisha hichi, badilisha hichi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vimeenda na tunashukuru Mungu. Noma tulipoiacha tumeacha pakubwa sana. Yaani sehemu kubwa sana. Ulipoacha ameacha pakubwa. Nataka ukae kama shabiki, umeridhishwa na namna na kuisha kwa Noma kwa muda huu kama shabiki sasa? Nikiongea kama shabiki, mashabiki si unaona comment zao. Wewe sasa. Sasa mimi kama utailini vile, lakini mashabiki wao unaona watu wanaitaka Noma, ukweli kabisa. Wanaitaka sana Noma. Wanaona hapo tulipoifikia hatujafika bado. Watu wanataka iendelee. Umeona? So watupe muda kidogo. Mpango huo upo, mkizungumza na bosi anavyozungumza. Sijui. Watupe muda kwa sababu pia tuko kwenye mapumziko, tumetoka kufanya kazi kubwa sana. Acha tupumzike kidogo. Kama kuna jambo lipo litakuja, lakini mimi naamini kuna kitu kipo. Watu wana subra tu. Mwisho la kumalizia, kwa sababu ya mazingira na muda, unahisi Noma imemkuza kiasi gani Saidi? Sasa hapo sio Saidi, Habibu. Habibu imenikuza sana Noma. Mimi kabla ya Noma wewe ulikuwa unjui, huwezi kunitafuta tukafanya interview, tuongee ukweli. Day one tutakutana siku ya ufunguzi pale Noma, wakaniambia bwana hamna tamthilia kama hii. Nilibisha. Nilikwambia lakini ukanibishia. Unaelewa? Nilikwambia kwamba sijawahi kufanya tamthilia kama hii. Nilikwambia. Kabla ya Noma tulikuwa sisi tu hivyo. Yaani tukionekana tunaonekana tu wasanii kawaida. Tumefanya vitu vikubwa nyuma. Lakini mtu unatupokea tu kawaida. Baada ya Noma hizi interview zote, yani waandishi wote wanatujua. Kwa ndo ujue ukubwa wa Noma, na sisi tumefanya kazi kubwa sana kuifanya Noma. Noma ni kweli story kubwa nzuri na nini, lakini wasanii wamefanya kazi kubwa sana kuiweka pale. Kwa hiyo ushirikiano wa producer na timu nzima, crew ya production na wasanii wote na timu yote, ndio maana Noma imefika pale na sisi tumetufikisha hapa. Sasa hii na sio kubwa, tunaona kabisa ya mapokezi kila tunapoenda tunaona ni makubwa. Hiyo ni dalili kubwa sana kusema kwamba mimi nilichokifanya ni kikubwa. Leo hii nisingefanya jambo zuri kwenye Noma usingenitafuta. Watu wamechukizwa kwa nini haijaoneshwa hatima ya mimba ya Chioma? Sasa wanasema mimba, watasema mtoto, watasema mtoto aende shule. Kipipa ipo wapi?
watasema Biki Viva, tuna vingi sana na ile ni mipango yetu noma kuiacha pale. Kwa hiyo kama kuna kitu subiri. Mimi nashukuru sana kwa time yako. Asante sana. Naam, kutoka maeneo ya Kawe ambapo ndipo msiba wa mzee wetu, mmoja kati ya wazee ambao wameshafanya makubwa kunako tasnia hii ya uigizaji, anaitwa Mzee Onyango, miongoni mwa wasanii ambao na wenyewe wamefika kwenye 1 na 2 ya kuweza kutoa pole ama kuomboleza. Ni sambamba na ndugu yetu hapa tunamfahamu kama Habibu, lakini wengine tunamfahamu kama kwa jina la Saidi, kwa wale ambao wamefuatilia kwa ukaribu kabisa tamthilia ya Noma. Tunazungumza naye tuambie kwa vile ambavyo alikuwa anamfahamu mzee wetu, lakini kubwa zaidi kauli yake ni ipi mara baada ya mafunzo lake ni lipi mara baada ya msiba kutokea. Mzee wangu unakuaje? Safi, mambo vipi kaka? Unaenda? Fresh, nashukuru Mungu. Bwana, taarifa za msiba wa kufariki kwa mzee wetu Mzee Onyango, binafsi kwanza ningetamani nifahamu umepata kwenye mazingira gani na ukaribu wako upoje hasa mzee? Mimi nipo kwenye grupu la wasanii, kwa hiyo niliona ile taarifa imetumiwa pale, ndo kwa mara ya kwanza nikaiona, kwa sababu tulikuwa tuna jambo Azam, tumeenda huko, lakini baadaye tukisema na wenzangu twende na sisi tukajumuike tukawape pole, kwa sababu wote tuko kwenye tasnia na tunajenga kitu kimoja. Kwa hiyo mzee pia upande wangu sijawahi kufanya naye kazi na sijakuwa naye karibu hata kidogo, lakini tu ile kwa sababu ni sehemu ya msanii mwenzangu na pia ni mzee wetu, nikaona na mimi nikimbilie kama mwana tasnia. Wakati kipindi kile Mzee Onyango ana trend sana na marehemu Mzee Small, tamani nifahamu ulikuwa tayari umeshaingia kwenye sanaa ama ulikuwa unatazama vipi hasa? Kipindi kile nilikuwa bado sijaingia kwenye sanaa na nilikuwa napenda kile ambacho alikuwa anakifanya, kwa sababu nakumbuka kipindi hicho hata mwanae huyu Kabuti alikuwa naye akiigiza, bwana mdogo hivyo alikuwa akiigiza, lakini mimi nilikuwa bado sijapata hiyo nafasi. Tulikuwa tunaangalia na mzee alikuwa akielimisha, tulikuwa tunaburudika kipindi kile, kwa sababu mafunzo yao mengi alikuwa kama kwenye comedy fulani hivi, tulikuwa tunapata mafunzo kupitia wao. Kuna namna yote sana yako unazungumzia imechagizwa na uwepo wa mzee, pamoja kwamba hujawahi kufanya naye kazi, ama unaweza kumtem kama yule model wako, ama ulikuwa unamtazama vipi, ama tusemeje hasa kwenye sanaa yako na sanaa ya mzee? Kwa sanaa ya mzee unajua elimu si mpaka ile ya kukaa darasani. Unaweza ukawa unaona mtu akikifanya kitu ukawa unajifunza kupitia yeye. Mzee alikuwa akituelimisha kupitia TV. Kwa hiyo tulikuwa tukimuona, hata mimi nilikuwa nikiona anachokifanya nilikuwa napenda, na ni mtu ambaye alinifanya pia kupenda comedy. Unajua uchezaji wake, ile lugha aliyokuwa akiitumia mule ni kitu ambacho kilikuwa ni kizuri kiukweli. Kwa hiyo moja ambao watu ambao walikuwa wakichagiza kwamba kuona kwamba hii kazi pia inaweza kufanywa hata na mimi, hata wazee wetu walikuwa wakiangalia, walikuwa wanaona maadili makubwa sana walikuwa wakiyafanya kina Mzee Onyango, marehemu Mzee Majuto, wazee wengi walikuwa wakifanya. Kwa hiyo nao hata ukimshawishi mzee kwamba nataka kuigiza na mimi, anaona kwa sababu kuna wazee fulani wanafanya na wapo bado kwenye maadili, hawajabadilika. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya watu ambao tuchagiza sisi kuingia kwenye uigizaji, hasa mimi. Wewe ni miongoni mwa wasanii wa mwanzoni kabisa kufika msibani hapa. Tusemeje ama funzo gani ambalo ama elimu gani ama salamu gani unaweza kuwapa wasanii wengine? Kuna baadhi ya wasanii wamekuwa ni watu ambao hawajitoi kwenye masuala ya wenzao, whether ni mazuri ama mabaya. Maisha ni fumbo. Na sote sisi hatujui mwisho wetu ni lini. Leo unaweza ukawa unanioji mimi hapa niko hivi, lakini kesho kutwa ukasikia na mimi pia sipo. So inapotokea tatizo watu wanatamani kuona watu wa karibu wakiwakimbilia zaidi na kuwapa faraja. Kibaya ile kusubiri kwamba ndo watu wengi wamejaa na wewe sio kitu kibaya kuja msibani, lakini ni kama kuonyesha fashion kwamba nakuja msibani kwa ajili kutengeneza ile attention kwamba nakuja msibani kwa ajili ya nini. Lakini kwa muda huu ambao sisi tulofika, na unaona watu wanaeka viti, wanaeka nini, utajua vitu vingi, kuna kitu gani ambacho kinaendelea, kitu gani kipo, labda na wengine labda muda tu kwa sababu hawajafika na wao labda kutokana na shughuli za kikazi watafika. Lakini kwa msanii ambaye anaona hawezi kukimbilia, hili jambo ni letu sote. Umauti kila mtu, sisi Uislamu tunasema kila mtu atauonja umauti. Kwa hiyo umauti ni wa kila mtu, so inategemea sasa. Muda mwingine unaweza ukakukuta wewe afadhali mambo mengine yakawa kwa ndugu zako, lakini anaweza ukamkuta mwanao, unahitaji watu wa kukimbilie na hao watu huwaoni. Umeona wewe ulikuwa huendi kwenye mambo yao na wao huwezi kuwaona kwenye majambo yako. Kwa hiyo
tunaposikia jambo hasa msiba au mtu mwenzetu anaumwa, tujaribu sana kujitoa kukimbilia hayo mambo, kwa sababu hakuna njia nyingine ya mtu anaweza kupata faraja yule ambaye alokufa ndugu zake wakiona wale watu wake wa karibu. Umeona bwana, ama akiwa mtu yuko kitandani anaumwa, akiona watu wake wa karibu ambao mwanzo tulikuwa tukishirikiana kwa pamoja na leo bado wananikimbilia. Usisubiri mtu anaumwa mpaka kupigie simu, yani mimi nione nichukue namba na Wanda. Mbona mwanzo wakati niko vizuri alikuwa ananipigia simu. Usubiri mpaka nikupigie simu au msubiri mtu, no. Akisikia mtu anaumwa, kama unapata kamuda, kimbilie. Ndo binadamu kwa hivyo. Hivi vitu vingine vyote vya duniani tu, Mungu ndo sababu ya kutufanya sisi kuwa hapa. Wewe kuwa mtu maarufu, mwingine hajawa maarufu, wewe kuwa na kipaji kikubwa, mwingine hajawa, ni Mungu mwenyewe. Dakika moja, sekunde anaweza kukushusha, yani wewe ukawa zero kabisa. Kwani kulikuwa kuna watu maarufu wangapi? Leo hii unaweza ukawa unamzungumzia Habibu, lakini sekunde tu umaarufu wote ukapotea, ukawa si lolote, si chochote kile. Watu unapita na watu wanakuona wa kawaida tu. Kwa hiyo vitu vipo vinakuja na vinaweza vikapotea. Ni cha msingi ni kumuomba Mungu kwa kila jambo linalotokea na wewe kuwa karibu na watu. Saidi, naomba nitumie jina hilo kwa sababu ndio jina ambalo sasa hivi lina trendi. Wewe ni miongoni mwa wasanii ambao haonekani mara kwa mara. Tunapokuwa tumepata nafasi kama hii, ni muda sasa na walau na sisi kuwajuza wale mashabiki zenu wangetamani wafahamu. Na kuuliza haya pia niombe radhi kama nitakuwa nimetoka nje kidogo wa mazingira tuliopo.